hatua ya makundi, alafu tujilambe na bonus ambayo itakuwa inakuja mbele, kwa maana ya kwamba kama tunasogea hatua ya robo finali, nusu finali, ndicho ambacho tunakiendea zaidi. Mchezo wa KMKM hautakuwa rahisi kwa sababu eti Azam Football Club alipata matokeo mazuri kwenye mchezo wa kwanza. Tafsiri ni kwamba kipindi cha kwanza kilimalizika Unguja na magoli 2-0 kwenye dakika zilizosalia, lolote vile linaweza kutokea. Kwa hiyo sio mchezo ambao tutauchukulia wepesi hata kidogo, ni mchezo ambao tutauendea kama ambavyo tunaendea michezo mingine migumu. KMKM tangu ambako tumetangaziwa rasmi kwamba tutakutana na wao, walikuwa ni Manchester City, walikuwa ni Barcelona, walikuwa ni Al Nassr, walikuwa ni Inter Miami. Kama ambavyo tungecheza na timu yoyote kubwa kutoka nje ya Tanzania, ndivyo ambavyo tunawachukua KMKM, kwa sababu hawako hapo walipo kwa bahati mbaya, wala hawana timu mbaya hata kidogo. Kwa hiyo tunatazamia mchezo mzuri kutoka kwao na hatutegemei mechi rahisi hata kidogo, ijapokuwa tunaendelea kumomba Mungu na tunaendelea pia na matayarisho kuona timu yetu inasogea mbele. Timu yetu kwa ujumla iko vizuri, iko timamu kabisa na wanaendelea na mazoezi. Leo asubuhi kulikuwa na session moja ya mazoezi na jioni hakutakuwa kuna mazoezi mengine zaidi ya hapo. Tutakuwa tunafanya tu recovery ya hapa na pale ili kuifungua miili kabla ya mchezo wenyewe, lakini tutakuwa tunawakosa wachezaji wawili ambao majeraha yao ni ya muda mrefu, Adolf Mtasingwa pamoja na Shekna Madudi Akite, lakini wachezaji wote waliobaki ni juu ya mwalimu kuamua kwamba nani na nani anaweza kuwatumia kwenye kikosi hicho cha mchezo wa kesho, lakini wako timamu na wako tayari kabisa kwa ajili ya mchezo. Jambo la mwisho la msingi ni kwa mashabiki. Uongozi wa Azam Football Club umeona kuna haja ya kuwashirikisha mashabiki wetu wawe uwanjani kama sehemu ya mashabiki ambao wanakwenda kuishuhudia sehemu ya historia ya klabu yetu endapo tutafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata. Na hii imetoa fursa kwa mashabiki wetu kuja uwanjani mapema kesho. Milango itafunguliwa majira ya saa 4 asubuhi. Wataingia free uwanjani kama ambavyo tumetangaza awali. Wataingia bure uwanjani kwenye maeneo ya mzunguko. Maeneo ya VIP na VVIP tumeyatenga maalum kwa ajili ya wageni ambao tumewaalika pia wao waje kuangalia mchezo huo, na endapo tutafanikiwa kwenda mbele, maana yake watakuwa sehemu ya historia. Kuna historia nyingi ambazo zinakwenda kuandikwa kwenye uwanja wa Azam Football Club kuelekea mchezo huo kwa ujumla, lakini ni wao sasa kuja kuona. Kuna burudani mbalimbali ambazo zitakuwepo hapo uwanjani, lakini kama ambavyo amezungumza mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwamba tuliomba tufanye burudani kabla, lakini amesema kwa